Revelation chapter 21 verses 24. Ufunuo wa Yohana 21 and verses 24. I will read from it in English. And the nation of those who are saved shall walk in its light, and the kings of earth bring their glory and honor into it. Its gate shall not be shut at all the day, and there shall be no night there. And there shall bring the glory and the honor of the nation into it. But there shall be by no means enter it anything that defiles or causes an abomination or lie, but only those who are written in the Lamb's book of life. Mungu Baba, kwa jina la Yesu tunasema ni asante mfalme wa falme. Jehova, jinsi ambavyo tumeimba Bwana, ni ombi letu Jehova Baba, jina letu liweze likaandikwe katika kitabu cha uzima. Na sasa tunapo Jehova enda kukaa kusikia kutoka kwako Bwana, naomba Mungu wa Israeli ukatayarishe nafsi zetu, roho zetu na miili yetu tayari kusikia neno lako Bwana. Ninaposimama mimi mahali hapa Baba, mimi ni tu chombo Jehova. Naomba ukanitumie kama chombo chema mfalme wa falme. Neno la kinywa changu Jehova Baba, yaongoze tu na Roho wako Mtakatifu. Almighty Father, I'm praying, King of Kings, O Lord, may the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable before you. In Jesus' name we pray, believe and trusting. Kwa jina la Yesu naomba tukiamini. Thank you so much, the praise and worship. Can we appreciate the praise and worship team? Can we appreciate them again? Asante sana. I want to take this opportunity to thank Almighty and everlasting God for giving me the gift of life and the opportunity to be able to stand in this place and share His word. Can we appreciate Almighty and everlasting God? Can we appreciate Him more? Secondly, I want to thank my vicar, Reverend Ken Yuyu, for also granting us granting me personally this opportunity to stand in this altar and share the word of God, and also granting us the opportunity as the fellowship team to lead this service. Bwana sifiwe sana. Can we appreciate our vicar for the good work that he's doing for this? At this moment also I want to thank the Bethlehem, Nazareth and Emmanuel Fellowship. Can we appreciate the good work that they have done today? Above all, I want to thank each and every one of you kuweza kuja mahali hapa kusikia neno la Bwana. Bwana sifiwe sana. Na washukuru kila mmoja wenu. Can you turn to your neighbor and say thank you for coming today? For our new visitor. Ama kwa wale ambao wanijui, pengine wananionanga nikicheza drums, wananiitanga drumist. Na wanijui majina. Kwa majina naitwa Remjuice, Remi, Uito Kal, Maka Gembo, Oaga Nyanga ama Oaga Chieng. Bwana sifiwe sana. Hayo ni majina zangu zote, ukiniita na yote nitaitika. Asubuhi ya leo nimeokoka, Yesu ni Bwana. I met with this Christ in the year 1995, January 15th. Bwana sifiwe sana. I was still a young boy, but not that young. 1995, January 15th. Hiyo ndio wakati ambapo nilikutana na huyu Yesu. And it was kulikuwa na fellowship tu kama hii. Bwana sifiwe sana. Neno la Mungu lilipokuwa linahubiriwa, it convicted my heart and I gave my life to Christ. Lakini siwezi nikasema kuwa ilikuwa maisha ya wokovu niliendelea tu nayo sawa. Niliteleza kusema kweli. Pia pressure nikiwa katika shule ili ni influence, nikaingia kwa mambo mengi, nilifanya mengi, siwezi nikayasema, hata utaanza kushangaa, huyo ni Remi kweli? Lakini Mungu wa rehema alinikomboa in the year 2007. Bwana sifiwe sana. That's when I gave back my life to Christ. I saw that this world and the pleasures of this world, it is not offering me nothing pleasurable
than whatever that I'm going to inherit in the kingdom of God. By this moment, I'm still soldiering on. Not that, Nico, I'm too much holy or my strength. It is by the grace and mercies of God. Bwana sifiwe sana. I want us to appreciate somebody. I am married to only one wife. Only one. Yeye ni she, not he. Bwana sifiwe sana. Can you wave? My wife, she's called Bridget. Only one. Bwana sana. Hapo nataka mu appreciate sana. Kabisa, kabisa. Asante. Yeah, you know, my wife have been very supportive in my ministry. Bwana sifiwe sana. Ninakujanga hapa asubuhi sana, ana make sure nimekula sembe ile ya kusiagwa. Kwa sababu ile drums huwa si mchezo. Bwana sifiwe sana. So nakujanga hapa kama energetic na ananiombea. So ninakuja kama if I'm really prepared. Bwana sifiwe sana. Now, our today's first reading and the second reading were read very, very clearly. Bwana sifiwe sana. Na kama hatujaenda on those readings, how many of you have a red Bible? Can you lift it up? Red Bible. Bwana sifiwe sana. How many of you have a red Bible? Hii pande naona tuko 3. Hii pande naona wangapi? Aha, na huko nyuma. How many of you have read Bible? Okay, and how many of you have unread Bible? Bwana sifiwe. How many of you have unread Bible? It is good always to read your Bible. Bwana sifiwe sana. Hata hapa ninapoenda kuhubiri, usikue tu umesikia na ukaiachilia hapa, bali uende ukaisome ukifika nyumbani kama yale ambayo nimeyahubiri ni ya ukweli ama la. This may the Spirit of God have an account of you. Bwana sifiwe sana. Can you display Acts chapter 17 verses 11? Whoever that wrote the book of Acts chapter 17 verses 11 alitoa testimony kuhusu the people of memory. Walikuwa ni Berea. Bwana sifiwe sana. Nitasoma 17 verses 11. I am reading in NKJV version. There were more fair-minded. Wacha nianze from verses 10. Acts chapter 17 from verses 10 up to 11. And the brethren immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. Where? To Berea. When they arrived, they went into the synagogue of the Jews. Now listen to what verses 11 says. These were more fair-minded than those in Thessalonica. Unajua watu wa Thessalonica walikuwa nafanya nini? Walikuwa nasikia neno la Mungu. Wakishasikia wanaiacha hapo. Wanashikwa na msisimuko, alafu wanaiachilia hapo. But now hao watu wa Berea inasema kuwa in that they received the word with all readiness and searched the scripture daily to find out whether these things so. Bwana sifiwe sana. It is my prayer. Leo kama utakuwa umerudi nyumbani, kuwa yale ambayo yamehubiriwa hapa, wewe mwenyewe pia utaenda ukakae chini na ukayasome kama yale ambayo yalikuwa yameandikwa, yamehubiriwa ni ya kweli. Bwana sifiwe sana. As I'm going to share the word of God, kindly may you receive it as the word that the Spirit of God is speaking to the church of God. I'm just a vessel. Bwana sifiwe sana. I don't have, sina hekima ya kuweza kusimama hapa na ninene maneno yangu. Bwana sifiwe. So, our second reading ilikuwa imesomwa katika kitabu cha Mathayo. Matthew chapter 25 from verses 19 up to 23. The reader alisoma very clearly. Bwana sifiwe. Nasema Bwana sifiwe. Are you happy in the house of the Lord? If you are happy and God, clap your hands. If you are happy unto God, clap your hands. If you are happy unto God and you really want to show, if you are happy unto God, clap your hands. Asanteni sana. Matthew chapter 25 verses 19 up to 23. Go back to those
your red Bibles. Hallelujah. Now nitasoma kutokea 19. It says, thank you studio. After a long time, the master of those servants returned and settled account with them. Next verse. The man who had received the 5 talents brought the other 5 Master, he said, brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 talents. See, I have gained 5 more. Next verse. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master happiness. Next, the man with the 2 talents also came. Master, he said, you entrusted me with the 2 talents. See, I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master happiness. Bwana sifiwe sana. Talks about faithfulness, and that's what my topic of my sermon today I'm going to share with you. The topic of our sermon today is called faithfulness. Kwa wale ambao wanaandika, waandike in capital letters, faithfulness. Bwana sifiwe. Can you say faithfulness? Asante sana. Now, that was the first reading, and also the second reading, the person who read it also very, very clearly. Can you appreciate our readers? Now, there was a story about, I don't know if you know, nilipokuwa ninaangalia about faithfulness, I was going much deeper to check what's the meaning of faithfulness. In deeper dictionary, it was just simply says loyal and steadfast. Bwana sifiwe sana. I don't know if you have been loyal to somebody. I don't know if you have been faithful to somebody, or you have been faithful to God. Today we are going to concentrate more. Wachana faithful to somebody, faithfulness to God. Many a times we have heard God is faithful to us, and we really know that God is indeed faithful. Sio. But today, my question is, are you faithful to this God? Jiulize hiyo swali asubuhi ya leo. Are you faithful to this Almighty God? Imagine somebody sending his only son. Just picture that. Somebody sending his only son to come and die in the cross of Calvary. Anapigwa inchi 6 ya mshumali katika bao ya Calvary. Damu yamemwagikia. Bwana sifiwe. Sababu yako na mimi. Hallelujah. So the question is, are you faithful to this God? There's this story of Abraham. Kwa hiyo kitabu ambayo tumesoma ya 2 Samuel. Na nitataka somebody kama anaweza karibu. Can you, Mr. Waweru, if you can take the microphone. Kuna mahali nataka usome. I want you to listen to this very, very carefully. Ukipoteza hata verse moja, hautaweza kusikia hiyo nyingine, hautaelewa. Bwana sifiwe sana. That first reading ambayo tulikuwa tumesomewa, the story began way before from chapter 15. Lakini hatutaweza kusoma because of time. It started from chapter 15 all the way up to chapter 18. Now, it was a story of Absalom and the story of David. Kila mtu si mnajua David was the king of Israel, ndio? And Absalom was the son of who? Of David. He was the third-born son of David. Indicated somewhere in 2nd Chronicles. He was his favorite son, a very handsome son. Biblia indicates in 2 Samuel chapter 14 verses 25. He was very handsome. Bwana sifiwe sana. Now, what happened with Absalom and David? David was kama alikuwa katika hekalu. Tuseme kama state house. Those days ilikuwa inaitwa kingdom. Bwana sifiwe.
in his kingdom, alipokuwa nakaa pale, Absalom was sitting somewhere in the outer court. Kama watu walikuwa nakuja kuona David, when people are coming to see David wakikuwa na shida, walikuwa napita through who? Absalom. So when they were passing through Absalom, Absalom akashikwa na roho fulani ya kiajabu. Alitaka kupindua serikali ya baba yake Daudi. Tunasikilizana vizuri? Alitaka kupindua serikali ya ndugu ya baba yake Daudi. When people are coming with issue with finances, you could sort them. If people walikuwa nakuja, wale ambao walikuwa na shida ya kifamilia, alikuwa na tatua. So what happened is that people gained favor. He gained favor kutoka kwa watu. So watu wakaanza kufocus kwa Absalom. So Absalom akadanganya baba yake, ninataka kwenda kutoa sacrifice huko kwa desert, na baba yake akampatia go ahead. So when he was there, alienda akapindua serikali, akaongea na watu, mimi ninataka sasa kuwa mfalme. Hallelujah. That's why I was telling you from the beginning that when you go back, please go and read from verses 15, chapter 15, all the way to chapter 18. Now, emphasis. Bwana sifiwe sana. Emphasis of 2 Samuel. Kama hiyo Biblia yako ishikilie tu hapo. Emphasis for 2 Samuel chapter 18. Second Samuel chapter 18. Now, Brother Waweru, can you kindly read for us from verses 5? I want you to listen to that keenly. Ndio kwa maana ninataka isomwe. Bwana sifiwe sana. Listen to that keenly. 2 Samuel chapter 18 from verses 5. Inasemaje? The king commanded Joab, Abishai, and Ittai, be gentle with the young man Absalom for my sake. And all the troops heard the king giving orders concerning Absalom to each of the commanders. Bwana sifiwe. Now, can you go to verses 12? Jump to verses 12. But the man replied, even if 1,000 shekels were weighed out into my hands, I would not lift my hand against the king's son. In our hearing, the king commanded you, and Abishai and Ittai, protect the young man Absalom for my sake. Bwana sifiwe. Go to verses 15, sorry. From verses 14 up to 15. Joab said, I'm not going to wait like this for you. So he took 3 javelins in his hand and plunged them into Absalom's heart, while Absalom was still alive in the oak tree. And 10 of Joab's armor bearers surrounded Absalom, struck him, and killed him. Go to verses 33. Jump to 33. The king was shaken. He went up to the room over the gateway and wept. As he went, he said, Oh, my son Absalom, my son Absalom, if only I had died instead of you, oh Absalom, my son, my son. Hallelujah. Asante sana, Brother Waweru. From chapter 19, from verses 1, it says, the Joab was told, behold, the king is weeping and mourning for Absalom. So the victory that day was turned into mourning for all the people, for the people had it, said the day the king is grieved for his son. Bwana sifiwe sana. I want you to stay with me. I hope mumesikia hayo yote, jinsi ambavyo story imetoka, jinsi ambavyo Absalom
alitaka kuoverthrow serikali ya baba yake Daudi. So alipokuwa anaenda kutafuta Daudi huko, sababu Daudi aliposikia kuwa serikali yake inataka kupinduliwa, alitoroka akaenda kwa desert. And there in desert, kijana wake alikuja kumpasiu na wanajeshi wake. Bwana sifiwe. So when Absalom was trying to pursue baba yake Daudi, akikimbia kwa farasi, miti ilienda ikashika nywele yake. Bwana sifiwe. Miti iliposhika nywele yake, farasi kimbia na yeye akaanguka chini, akabaki hapo chini. Na hapo ndipo Joab alielezewa kuwa tumeona Absalom ameanguka chini, na he went there na akamdunga na mshale akakufa. Bwana sifiwe. Si tumesikia jinsi ambavyo Daudi babake alimwelezea, please deal gently with my son Joab, but he did not do that. So when David was going to die, we are not going to read this chapter, but when David was going to die, that's still also not down. When you go home, you are going to read that. Something strange is when David was going to die, he listed all his men, wanajeshi wake, wale watu ambao walimsaidia katika ufalme wake, in his reign as a king. Bwana sifiwe sana. This thing always also happen in our country. Hata maraisi wanapokuwa wanatuza wanajeshi ama wale watu ambao, kuna ile siku inaitwa Mashujaa Day, sio? Unaweza ukakumbuka Dedan Kimathi, unaweza ukakumbuka Jaramogi Oginga Odinga, lakini ni watu wale ambao walikuwa wamekufa kitambo. Pengine nyakati ambao walikuwa wamekufa wengine wetu hatuko tumezaliwa. Lakini unaweza ukajua kulikuwa na mtu alikuwa anaitwa nani? Jaramogi Oginga Odinga ama Dedan Kimathi, hivyo na hivyo. So in the book of 2 Samuel, we are not going to read chapter 23 from verses 8 up to 39. I repeat again, 2 Samuel chapter 23 from verses 8 up to 39. This is a list of heroes of David, wale ambao walimsaidia. Na it is listing inasema, nikisoma hata wa kwanza ama wa pili, verses 8 inasema, these are the names of mighty men whom David had: Joab, Bathsheba the Tachmite, chief among the captains. He was chief among the captains. He was called 800 men at one time. Aliwa watu wangapi? 800 mara moja tu. Verses 9 continue hivyo na hivyo, amelist kila mtu ambayo alifanya kazi ya busara ya kuweza kumfanya akakuwa mfalme hadi wakati ambapo bado yupo. Now something strange that is happening now, that's now coming to my real sermon. The something strange is the name of his commander-in-chief was missing. Who was his commander-in-chief? Joab. You remember Joab? Joab was commander-in-chief. I believe Joab was the most important person in the kingdom of katika serikali ya Daudi. He was the most important person. Na ukisoma Biblia vizuri, Daudi alikuwa mjomba wa Joab. Bwana sifiwe. But his name is missing here. David's mighty man, his name is missing. Why? His name is missing. Why? He lacked what is called faithfulness. Bwana sifiwe sana. He lacked what is called faithfulness. So when David was listing all those names, majina yake haikupatikana hapo. He was second commander. He was the most powerful person. Kila kitu, siri zote za Daudi, Joab alikuwa nazo. Lakini his name is not appearing among David's mighty men. Bwana sifiwe. Because he lacked what? Faithfulness. Are you also useful but lack faithfulness in your workplace, mahali ambapo unafanya kazi? Are you very busy
doing your work, but you're not faithful. Mother Teresa once said, we are called to be faithful, but not useful. Bwana sifiwe. Leo Praise and Worship wametuimbia wimbo ingine hapa. Wameimba that praise song was really touching. Ni kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Si tumeimba? Can we sing again? Ni kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi? Kama ni anasa, hapana nimekataa kabisa. Ni chuki, hapana nimekataa kabisa. Kiburi, hapana nimekataa kabisa. Ni pombe, hapana narudia, ni pombe, nimekataa. Shirati, hapana nimekataa kabisa. Masengenyo, mara nyingine masengenyo. I don't know what is hindering you from being faithful to God. Bwana sifiwe. I don't know what is hindering you to be faithful to this Almighty God. The book of Matthew chapter 7 verses 22 up to 23 inasema kuwa many in that day, many will call me God, God. We did prophecy, we did hii na hii in your name. Tulicheza drums, tulicheza keyboard, tulifanya hashari, tulihubiri, tuliponyesha wagonjwa. Lakini Yesu atasema nini? I don't know you. I didn't know you. Si wajui. Can you imagine? Yesu anakuambia kuwa hakujui na umeokoka. Saa hizi nimesema nimeokoka kutokea mwaka 1995. Then hiyo siku ambayo nitaenda mbele ya kiyama kuwa Yesu anasema hanijui. Can you just picture that? How painful it is. Bwana sifiwe sana. What is hindering you from being faithful to God? What is it? Can you just reflect that? Ni nini ambacho kinakuzuia? Wewe ni mtu wa hasira? Kuna wale watu nilikuwa nasikia siku moja uko nyumbani wanasema, mimi nikikasirika, nasikianga na tetemeka. Na kweli wakikasirika na tetemeka, unajua ikanifanya nikakumbuka zile gari ambazo tulikuwa tunaendanga nayo mashambani kitambo. Ukitoka huko Nairobi ukifika nyumbani, pengine wale watu ambao makwao ni karibu hapa hawajapanda hizo mabasi, lakini kuna zile mabasi ulikuwa unaenda ukienda masafa marefu, mahali ambapo imepark unasikia yani ilikuwa inatingizika. Yani kuna wale watu ambao walikuwa na hasira baina hiyo. Kuna mwingine pengine kuna kiburi. Uko na kiburi. Ukienda nyumbani umenunua gari, unataka kutembea kama umeshika tu kifunguo kila mtu ajue. Unaishake namna hii. Hallelujah. Mwingine hakuna chuki, bitterness and chuki imekupanda sana. Ukiangalia mwanasiasa pengine muona Ruto ndiye ametolewa, kwa nini unasema niweke soap opera na hata ujuange Alejandro ni nani? Mwingine pengine unaona ni Raila amekuja kwa screen anasema mambo yake, unasema niweke football na pengine hata ujue hata mpira ni nini. Sababu you are built with hatred. Bwana sifiwe. Haya mambo yote na hiyo masengenyo, ulevi, drunkardness. Galatians 5:19, drunkardness is one of the fruits of the flesh. And lust, the spirit of lust. Under 16 akipita tu hapa karibu, macho tu ndio hiyo. Bwana sifiwe. The spirit of lust. Haya yote yanaenda kukuzuia kurithi ufalme wa mbinguni. Hebrews chapter 11 verses 4 up to 11. Si wale wa kuandika wanaandika, wataenda kukaa chini wasome. Hebrews chapter 11 verses 4 up to 11 is the list of heroes of faith. That is a counterpart of 2 Samuel chapter 23.
you have seen the list of heroes of David. That is counterpart of what? Hebrews chapter 11 verses 4 up to 11. Inaongea kuhusu how those heroes of faith, the likes of Abraham, the likes of Sarah, they had faith. Because of their faith, they did this and this and this. Because of their faith, they did this and this and this. Bwana sifiwe sana. The Holy Spirit, the writer is given an account of whatever they did. Hebrews chapter 11 verses 4. I will only read from verses 4. Chapter 11 verses 4. The faith of Abel offered to God and more excellent sacrifice than that of Cain. Haya majina yote yametajwa hapa. Hao watu walikufa miaka 2000 before Christ. Lakini bado tunawasoma wakati huu. Why? They were faithful. Bwana sifiwe sana. This morning, it is my prayer that you be faithful. Be faithful unto this almighty and everlasting God. Nikikuwa ninamaliza ile revelation ufunuo wa Yohana nilikuwa naongojea iandikwe kwa Kiswahili. Lakini sasa hivi hebu sasa project kwa Kizungu. Revelation chapter 21 verses 26. When I am finishing. Revelation chapter 21 verses 26. Project please. Okay, I will read. 21 verses 26. And they shall bring the glory and the honor unto the nation into it. But there shall by no means enter it any that defiles, or causes an abomination, or a lie. Listen to that. But only those who are written in the Lamb's book of life. Bwana sifiwa ndugu na wadada. When your name itakosekana katika hiyo kitabu cha uzima, it is called the Lamb's book of life. Hautarithi ufalme wa mbinguni. You will go into hell. Bwana sifiwe sana. That is not my word. That's the word that indicate hapa. So question is, as I'm finishing, are you useful like Joab but lack faithfulness? To you, I'm asking you, renew today your relationship with Christ. When the coming of the Lord is still delayed, renew your relationship with Christ this day. Na wale ambao pengine uko hapa na hujaokoka, nataka munisikie vizuri sana. Wale ambao uko hapa na pengine hujaokoka, this service have been engineered for you and me. Bwana sifiwe sana. Today's service have been engineered for you. The intercessors have prayed. They have interceded for you. They have interceded for me. Bwana sifiwe. Workers, the church, wametengeneza viti sababu yako tu ukuje kukae ukasikie neno la Mungu. The songs that have been sung, they have been sung for you and me. Bwana sifiwe sana. Those songs have been sung for you and me. The sermon that have been preached for you and me. Utamkana Yesu? Unaenda kumkana Yesu siku ya leo? Will you turn down Christ's offer for you? Today is offering you His salvation. I invite you to Christ today. Just take a bold step. Forsake the world and accept Lord as your personal Savior. Kama unahisi kwa roho yako unataka kumpatia Yesu maisha yako, nyosha tu mkono wako. Sahau ule ambaye jirani yako ambaye yuko kando yako. This is between you and God. Bwana sifiwe sana. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. I have decided.
mkono wako kama unataka kumpatia Yesu maisha yako. to follow